kwa mwaka 2024 darasa la 7 tulikuwa na ufaulu wa 92.9. Darasa la 4 tulikuwa na ufaulu wa 95.45. Kwa mwaka 25 ufaulu umepanda kutoka 92 mpaka 55.39, na darasa la 4 97.30, na kufanya wilaya yetu kushika nafasi ya kwanza kimkoa kwa darasa la 7. Kila mwaka tunafanya majaribio darasa la 2 kitaifa. Wilaya yetu imeshika nafasi ya 3 na ya 4. Mwaka 2022 tulishika nafasi ya 3 kitaifa, na mwaka 2024 tulishika nafasi ya 4 kitaifa. Na kwa upande wa michezo, mwaka 2022 tulikuwa na kikombe kimoja cha mchezo kutoka mkoani, lakini sasa hivi tuna vikombe 6 na kushika nafasi ya 4 kimkoa. Lakini katika siku 100 za Mama Samia tumeweza kupokea kompyuta 48, sababu tunahitaji kusoma kitehama. Nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji na kuboresha miundombinu kwa ujenzi wa bweni wa wanafunzi na nyumba za walimu, madarasa na matundu ya vyoo. Na mwaka huu mambo walioyafanya wao mkoa pia tumepanda kwa 5%, sio jambo la kawaida, lakini ndani yake tunajivunia Bagamoyo. Hongereni sana na asanteni sana. Muendelee kuchapa kazi, mfundishe kwa bidii, mmalize mada mapema, lakini mkae kwa amani na upendo. Muwahi kazini saa 1:30 muwe mmefika. Idara ya elimu msingi, elimu sekondari na idara nyingine ndani ya halmashauri yetu ya Bagamoyo wanafanya kazi kama timu, wanafanya kazi kwa kushirikiana, na hiyo ndiyo inayoleta matunda makubwa ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Bagamoyo. Tutaendelea kutoa ushirikiano wa dhati katika kuhakikisha Bagamoyo yetu inaendelea kupata sura nzuri ya kuneemeka. Walimu na wanafunzi, sisi wana Bagamoyo na baraza la madiwani litaendelea kuhakikisha changamoto zilizopo kwenye maeneo yenu ya kazi tunaendelea kupambana nazo, kuzimaliza ama kuzipunguza. Kwa hiyo tunawahakikishia baraza letu la madiwani litafanya kazi iliyotukuka, na kwa sababu tuko wamoja tutaendelea kutimiza wajibu wetu huo. Napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza kwa dhati walimu wote, wakuu wa shule, maafisa elimu pamoja na wadau wote wa elimu kwa kazi kubwa na ya mfano iliyofanyika ambayo imewezesha wilaya yetu kupata nafasi ya kwanza ya kimkoa. Kwa kweli si jambo dogo, ni jambo kubwa. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hiyo. Tuendelee kusimamia nafasi hiyo ili pia kuwezesha mkoa wetu nao kupanda kwenye nafasi nzuri, na tunakuahidi aiwi mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Sisi ni safari mbele kwa mbele, na umemsikia afisa elimu wetu wa msingi hapo na pamoja na walimu wetu. Mafanikio haya kwa kweli yamechagizwa na uongozi madhubuti wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta hii ya elimu. Ameendelea kuboresha mazingira ya elimu. Zaidi ya bilioni 3 na milioni 879,478,672 zimetolewa kwa ujenzi wa vyumba vya madarasa, vyoo, bweni, nyumba za walimu na vituo vya walimu. Miaka mitano ya 2015 mpaka 2020 idara hii ya elimu msingi halmashauri yetu ilipokea bilioni 1 tu, lakini wakati wa Mama Samia muhula wake wa kwanza zaidi ya bilioni 5 katika elimu msingi kwa maboresho, uendeshaji wa elimu. Kwa hiyo utaona mafanikio haya yamechagizwa na maono na utayari wa serikali yetu kuongeza kiwango cha bajeti kila mwaka na hatimaye kuvuka malengo ya awamu iliyopita. Lakini pia ajira kwa walimu. Tunaposherekea leo mafanikio haya ndani ya siku 100 hizi, lakini tunatambua takribani walimu 7,000 wameajiriwa, na katika halmashauri yetu tutapokea walimu wapya. Mama Samia oye! Mama Samia oye!
na wasihi walimu kuendelea kudumisha ari, kuongeza ubunifu katika ufundishaji, kuzingatia maadili mema ya taaluma yenu. Mafanikio haya leo yawe chachu ya kufanya vizuri zaidi kitaifa. Hata walimu wanaupinga